Na Rais William Ruto ameagiza kusitishwa kwa shughuli ya kuwafurusha watu kutoka katika ardhi ya umma hadi pale familia zilizoathirika zitakapopewa makazi mbadala. Akizungumza mwishoni mwa ziara yake jijini Nairobi katika maeneo ya Kasarani, Embakasi Magharibi na Makadara, kiongozi wa taifa alikariri haja ya mbinu za kisheria na kibinadamu za kusuluhisha mizozo ya ardhi. Rais alikariri kwamba watu wote walioondolewa katika maeneo ya mito kutokana na mafuriko watakuwa wa kwanza kupewa nyumba chini ya mpango wa serikali wa nyumba za gharama nafuu. Sasa nyinyi, si nyinyi mnanitesa na majina. Sasa Mara ilikuwa Hasla, ikakuja huko wakasema wengine Survivor, wengine wakakuja wakasema Zakayo. Sasa nasikia imefika Kasongo, ndio ile imeenda El Chapo. Katika siku ya mwisho ya ziara yake ya kimaendeleo jijini Nairobi, Rais William Ruto alizuru maeneo bunge ya Kasarani. Sasa huyu Kasongo ni nani? Embakasi Magharibi na Makadara. Wakati wa ziara hiyo, rais aliagiza kwamba shughuli zote za kuwafurusha watu zinazotekelezwa katika sehemu mbalimbali jijini zisitishwe hadi pale familia zinapopewa eneo mbadala la makazi. Ya mwananchi kufurushwa kiholela haitaendelea tena. Tumesema lazima kuwe na utaratibu. Hata kama mwananchi amekaa mahali ambapo hapafai, lazima tufuate sheria, tuhakikishe ya kwamba mwananchi ametafutiwa sehemu mbadala. Akizungumza huko Njiru, Ruto alisema kuwa ujenzi wa nyumba za gharama nafuu kote jijini utatoa takriban nyumba 50,000 za makazi ya kijamii zitakazowanufaisha wale ambao nyumba zao zilibomolewa kwenye maeneo ya mito. We are building 50,000 housing units as I talk to you in the city of Nairobi. Na mimi nataka niwaulize vijana wa Nairobi, hizo nyumba 50,000 inahitaji vijana almost 50,000 wa kujenga hizo manyumba. Na nyinyi vijana, tunahitaji engineers, tunahitaji surveyors, tunahitaji quantity surveyors, tunahitaji plumbers, tunahitaji electricians, tunahitaji masons. Agizo hilo limejiri kufuatia shughuli nyingi za kuwafurusha watu kote nchini zinazozua utata. Rais wakati huo huo aliwashtumu wakosoaji wa utawala wake, akiwataka wawasilishe ajenda yao kwa Wakenya kabla ya mwaka 2027. Si mulisema nipange mambo ya afya? Si mimi naendelea na kupanga mambo ya SHA? Ama namna gani? Si nyinyi ndio mtaamua kule mbele? Si 2027 nyinyi ndio mtaamua? Kila mtu na kulingana na kazi yake? Ama mnasema namna gani? Si namna hiyo? Rais Ruto wakati huo huo alitetea mkataba uliotiwa saini hivi majuzi na kiongozi wa ODM Raila Amolo Odinga. Sio lazima jamii moja iondoke ndio jamii ingine ingie. Sisi wote tunatoshea hapo ndani. Jamii zote za Kenya zinaweza kushughulikiwa mahitaji yao na matakwa yao na serikali hii ya taifa letu la Kenya. Sisi zote kama watu wa UDA na watu ya Kenya Kwanza tunaunga mkono ushirikiano wa rais na Mheshimiwa Raila Odinga ili kuhakikisha kwamba nchi yetu inashikamana, inakuwa kitu kimoja, tujenge umoja, kwa sababu hakuna kabila ambayo ni mgeni Kenya. Rais amemwelekeza naibu wake Profesa Kithure Kindiki kuhakikisha kuwa ahadi alizozitoa wiki hii zimeafikiwa. Abdiaziz Hashim, Darubini Wikendi.